Na mtazamaji wa TUS TV, karibu ni kualike tena katika kipindi chetu cha Sports Academy ambayo tunaruka kutoka hapa mitaa ya Temeke jijini Dar es Salaam. Nipo katika uwanja wa shule ya Mji Mwema ambapo tunashuhudia michuano hii ya Samia Cup katika hatua hii ya nusu finali. Nazungumza na msimamizi wa mashindano haya ambaye atajitambulisha na kisi ataelezea mashindano kwa ujumla na mchezo mzima wa leo. Karibu. Mimi naitwa Omar Rajabu Kombe, ni afisa habari na matukio wa taasisi ambayo inaratibu mashindano haya ya Samia Cup 2025 kwenye viwanja vya Kigamboni Mji Mwema, ambapo timu 32 zilipewa nafasi ya kushiriki mashindano haya ya Samia Cup. Mimi niweze kusema jambo la kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kufika hatua hii muhimu sana ya mashindano haya ya Samia Cup, hatua ya nusu finali ya kwanza, ambapo wanacheza kati ya Amazon na Dream Team. Amazon wanatokea Mbutu na Dream Team wanatokea Kigamboni. Sasa tunachoweza kusema tu kwamba tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, maana Mheshimiwa Rais amefungua fursa. Baada ya kufungua fursa, tunakumbuka goli la mama. Tunasema Mheshimiwa Rais alianza kutoa fedha kwa timu zinazoshiriki mashindano ya kimataifa wanapokuwa wanashinda. Sisi tukasema kama mama anasapoti michezo, na sisi ni kina nani tusisapoti michezo? Ndio maana tumeanzisha mashindano haya ya Samia Cup, ambapo lengo mahususi kabisa ni kuibua vipaji na kuviendeleza, lakini kuhakikisha tunaunga mkono mazuri ya mama anayoyafanya. Kwa hiyo leo tuko hapa tu nusu finali, na kesho tena tunaendelea hapa na nusu finali. Kama unavyoona watu ni wengi, mwitikio ni mkubwa. Kwa hiyo na sisi tunashukuru tu kwa kuendelea kuwa na mwitikio na mashabiki kuendelea kuwa na amani, kwa sababu amani ndio kila kitu. Mashabiki wanaangalia mpira, wamestarabika. Kama unavyoona hapa, kila mtu amekuwa ni shabiki mzuri wa mpira. Naam, umezungumzia kwamba mashindano malengo makuu ni kuibua vipaji. Lakini tumekuwa tukishuhudia vipaji hivi ambavyo tunaviona leo ndivyo tulivyoviona mwaka jana kwenye masoko, kwenye ndondo. Labda mikakati hasa kwa vipaji hivi ni nini? Kwanza niweke sawa, vipaji vinavyocheza Samia Cup viko vipya vingi sana. Kwa wale waliokuja hapa wanajua hilo. Tuna wachezaji ambao huwezi kuwaona Ndondo Cup, huwezi kuwaona kwenye mashindano mengine, utaona hapa kwenye Samia Cup. Kwa hiyo hilo lazima wajue, na wana uwezo mkubwa sana. Nilichojifunza tu kwamba tuna wachezaji wengi sana Tanzania wana vipaji, lakini hizi fursa za mashindano zimekuwa ni chache. Kwa hiyo nitoa wito tu kwa wadau kuendelea kusapoti. Kama tunaona ndugu yetu Skaba Skumba ameamua na yeye kutushika mkono kwenye mashindano haya, amesema zawadi zote naye atatoa. Lakini pia tunamshukuru mkurugenzi wa hoteli ya kisasa kabisa Mohamed Haji, yeye tulipomwambia tu kwamba ni Samia Cup akasema lazima tucheze, na wadau wengine ambao wameendelea kutushika mkono. Labda unawaeleza nini mashabiki wa soka hasa katika mashindano haya katika nusu finali na finali zijazo? Nachowaambia kwamba sisi tutaendelea kuratibu vizuri mashindano haya ili waweze watu kupata burudani inayotakiwa kupatikana, na tunachowaahidi kwamba finali hapa itakuwa mzigo utakuwepo hapa, kila kitu kitakuwa kiko vizuri. Na usiku tunakesha, tumesema tutakuwa na usiku wa Samia. Usiku wa Samia maana yake hapa tutakesha, tunapata burudani mbalimbali, na hii ni tarehe 5 mwezi wa 4. Usikose, hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Ni mitano kwa mama Dr. Samia Suluhu Hassan, ni mazuri yake. Ndio maana tunasema hapa hakuna kiingilio. Hapa unakuja bure, unaondoka bure, unaangalia burudani bure. Kwa hiyo hii ni fursa ambayo kubwa sana ambayo tunaipata. Asante. Asante.